Rural Gospel Impartation, restoring souls to Jesus. Rural Gospel Impartation, restoring souls to Christ. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lisifiwe sana. Litukuzwe na lipewe sifa na heshima, kwa maana ni jina ambalo ni kuu, ni jina ambalo linastahili, jina ambalo limeinuliwa juu ya majina yote. Na kwa jina hilo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana na Yesu ni mfalme wa wafalme, katika jina la Yesu Kristo. Asante sana mtazamaji wangu, na kukaribisha sana katika mitandao hii yetu ya kulinena neno la Mungu, ili tuweze kubarikiwa pamoja. Na ninajua ya kwamba Mungu atatutendea mambo mema na ya ajabu, kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu. Leo ule ujumbe na Mungu amenisaidia tushiriki pamoja na wewe ni ujumbe ambao unasema ama unaitwa uponyaji wa kweli. Uponyaji wa kweli, na tutashukuru Mungu ili tuweze kuendelea. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru jina lako wakati huu. Asante kwa kutupa nafasi ingine ya kuweza kushiriki neno lako pamoja na watu wako. Bwana, tuajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba neno hili Bwana lipate mahali ndani ya mioyo ya kila mmoja wetu tunayelisikiza Bwana, liweze kuwa na manufaa katika maisha yetu, liweze kutusaidia kupona mahali tumejeruhiwa, na litusaidia kuenda mbele kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Asante sana mtazamaji wangu. Bila kupoteza muda, ningetaka moja kwa moja tuingie kwenye ujumbe wetu siku ya leo. Na ujumbe wa siku ya leo tunaongea kuhusu uponyaji wa kweli. Uponyaji wa kweli, na najua tutaweza kubarikiwa na Mungu atatutenda mema tunapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tutaingia kwenye neno la Mungu. Na neno letu la kwanza litatoka kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wake wa 13. Biblia inasema hivi: afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Turudie tena. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mithali 28 mstari wa 13, ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Hili ni neno ambalo ni neno la nguvu sana. Linatunenea hapa, linatuambia kwamba afichaye dhambi zake hatapata rehema. Hivyo ni kusema hivi, mtu wa Mungu, wakati unaendelea, wakati umefanya jambo ambalo ni chukizo machoni pa Bwana, na hilo jambo umekataa kulikiri, umekataa kuungama, wewe hutapata wokovu wa Bwana. Na Biblia kwanza hapa inaelezea vizuri, inasema hatafanikiwa. Kwa hivyo mafanikio katika maisha yako inategemea. Kama kuna dhambi umefanya na umenyamaza nazo, umezificha ndani yako, umekataa kuziungama, umekataa kutubu hizo dhambi mbele za Mungu, Biblia inasema vizuri sana, hutaweza kufanikiwa. Bali ukiziungama utapata rehema. Mara mingi mtu anapokosea linaonekana kama ni jambo la aibu sana
kuungama dhambi ama kukiri nimetenda. Na unapata ya kwamba mtu ameliweka lile jambo ndani yake, amelinyamazia ndani yake, amelifungia, na hilo jambo linaendelea kuumiza moyo wa yule mtu. Moyo wako unaendelea kuumia. Ukijaribu kupiga hatua katika kumtumikia Mungu wako, huwezi. Kwa nini? Kwa maana kuna dhambi ambayo umekubali kuificha ndani yako. Hiyo dhambi inakukula, inakuumiza pole pole. Na unajaribu kufanya mambo mengi, unajaribu kufanikiwa katika huduma yako, katika kutumikia Mungu wako, unapata inashindikana kwa sababu kuna dhambi ambayo imefichika ndani yako. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ni vyema wakati umenaswa na uovu, usikubali kunyamaza hadi yule uovu uweze kukuangamiza. Wakati mtu amepatwa na shida, kwa mfano, unaweza kuwa uko na shida mahali, uko na shida, kwa mfano shida ya pesa, na umejaribu kung'ang'ana, umekosa njia. Mara mingi unaenda kwa rafiki yako ambaye mmekaribiana sana, unamwambia, rafiki yangu, kuna mahali nimekwama, naomba unisaidie. Huyo mtu amekubali kuongea shida yake na anaweza kusaidika. Lakini yule mtu ambaye ananyamaza na shida yake, hiyo shida inaendelea kumuumiza, na wale ambao wanaona akiumia hawajui kama ako na shida. Kwa nini? Kwa sababu amekataa kuongea hiyo shida. Na ndiposa neno limetuambia, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha. Kwa hivyo sio kuungama tu, ni kuungama na kuziacha. Ukikubali kuongea mambo ambayo yanakusumbua kwa moyo wako, inaweza onekana kama ni aibu. Ukiungama, watu wengi watajua, maybe kwa mfano yale mambo ulipitia, kwa sababu umeyanena. Mbeleni hawangejua. Na unaweza pata wanapojua lile jambo, linaweza kuwa tena limeleta mjadala. Wanaanza kusema yule mtu alifanya hivi na hivi. Lakini utakapoziungama hizo dhambi na tena uziache, Biblia inasema ya kwamba utapata rehema. Ukiungama dhambi na ushindwe kuziacha, hutapata rehema. Ni kuungama, unapata ile aibu ya kuzisema, na kutoka hiyo siku unaziacha, unapata rehema za Bwana. Jina la Bwana wetu lisifiwe sana. Kwa hivyo wacha tuone ni njia gani ambayo tutaitumia kuungama hizi dhambi zetu. Kuungama hizi dhambi ambazo zinaweza kuwa zimejificha ndani yetu. Tusome katika kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 51. Kitabu cha Zaburi 51 mstari wa kwanza hadi wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: Ee Mungu, unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Mstari wa pili, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Mstari wa tatu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Mstari wa nne, nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Mstari wa tano, tazama, mimi niliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Mstari wa sita, tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri.
mstari wa 7, unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Mstari wa 8, unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa ulioiponda ifurahi. Mstari wa 9, usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Mstari wa 10, Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mstari wa 11 tumalizie, usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Jina la Bwana lisifiwe. Katika hiki kitabu cha Zaburi tunaona hili ni ombi la mtu ambaye amenaswa kwa uovu. Amekubali kumwaga moyo wake mbele za Mungu. Akaambia Mungu, mimi ni mdhaifu, nilizaliwa katika uovu. Amekubali makosa yake, amekubali udhaifu wake, na akakiri mbele za Bwana ya kwamba anataka kusamehewa. Na kwa hili ombi, moyo wa huyu mtu umekubali kunena kweli. Unapoomba hili ombi, moyo wako unanena kweli yote iliyo ndani yako mbele za Mungu. Na unaponena hilo ombi, hakika ni lazima utaokolewa. Kitabu cha Yakobo, Yakobo 5 mstari wa 16. Yakobo mlango wa 5 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kwa hivyo hapa Biblia inatuelezea njia iliyo mwafaka ya kuweza kuungama dhambi. Na Biblia inatuambia kwamba tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi. Hivyo ni kumaanisha dhambi inapokuwa ndani yako, huwezi enda tu kuikiri mbele za Mungu peke yake. Unafaa kukiri mtu na mwingine. Usikubali kuficha huo udhaifu wako. Unaweza pata sifa ambao ni kubwa ama nzuri machoni pa wanadamu, lakini Mungu akikutazama anaona wewe ni mtu aliye na uovu mwingi ndani yako. Na ni afadhali uonekane kama uko na uovu machoni pa wanadamu, lakini machoni pa Mungu uwe mwenye haki. Ndiposa Biblia hapa imetuonyesha kwamba tunafaa kuungama dhambi zetu sisi kwa sisi. Hivyo ni kumaanisha wakati umenaswa katika uovu, ni vyema kutafuta mtu ambaye utanena na yeye, umwambie, rafiki yangu fulani fulani, mimi kuna jambo ambalo limekuwa likinisumbua katika moyo wangu, kuna jambo ambalo linaniumiza, tutafanya nini? Na Biblia imetuambia kwamba tukishamaliza kuungama dhambi zetu sisi kwa sisi, tunaombeana ili tupate kuponywa. Kwa hivyo ni vyema mambo ambayo yanatusumbua nyakati hizi tuko, ni vyema hayo mambo kuyanena mtu na mwingine. Ni vizuri kukubali kuongea na mtu mwingine, umwambie mimi hapa na hapa niko na udhaifu fulani na fulani. Mkishamaliza kuungama mkiwa pamoja, pia mnaombeana mtu kwa mwingine. Kwa maana Biblia imesema ya kwamba kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Wakati umekubali kunena hiyo kweli mbele za Mungu, hakika wewe unafanyika mwenye haki. Kwa maana hakuna unafiki ndani yako, hakuna jambo ambalo umelificha ndani yako. Kwa hivyo mara moja unafanyika kuwa mwenye haki na unakubalika machoni pa Mungu. Ukishakubalika sasa, mnachukua hiyo hatua nyingine ya kuombeana mtu na mwingine
ili mpate kuponywa. Haleluya, jina la Bwana wetu lisifiwe sana. Kwa hivyo ukificha dhambi zako mwenyewe bila kuzikiri, bila kuziungama, hutapata ukombozi. Na neno la Mungu limetuelekeza vizuri ya kwamba ni tuungane ninyi kwa ninyi. Unajua kuna watu wanasema ya kwamba mimi mambo yangu sitaki kuambia watu, nitaambia Mungu mwenyewe. Lakini Biblia inasema kama hupendi mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mikono ya Mungu ama ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu, huwezi sema unapenda Mungu. Na kama neno linatuelekeza ya kwamba tuungane sisi kwa sisi, huwezi sema ati mimi nitaenda kuambia Mungu dhambi zangu, kwa sababu Mungu anazijua. Lakini njia ya ukombozi ameiweka mikononi mwetu sisi kama wanadamu, tukikubali kutii neno lake vile linasema. Na wakati anasema tuungame sisi kwa sisi, ni kumaanisha Mungu mwenyewe anajua. Unajua Mungu hakuna jambo linakuwa limefichika kwake. Anajua kila njia ambayo unatembelea. Kwa hivyo ametupea njia mwafaka ambayo tutapata ukombozi, ya kwamba ni tuweze kuungama sisi kwa sisi. Tukishamaliza hivyo tuombeane sisi kwa sisi ili tuweze kuponywa. Kwa hivyo mamlaka ya kuponywa iko mikononi mwetu kama wanadamu. Mungu ameiweka kwenye mamlaka yetu. Tunapo kubali kuungama hizo dhambi, Mungu mwenyewe anaona tumetii neno lake, naye Mungu anaachilia msamaha. Kwa hivyo ni vizuri wewe mtu wa Mungu naye nisikiza jioni wakati huu, usiseme ya kwamba mimi nitaenda kuombea kwa siri zangu, Mungu ananijua. Utasema Mungu ananielewa zaidi. Hapana. Njia ya Mungu kutuokoa ni tuungame dhambi zetu sisi kwa sisi, kama vile neno limetuambia katika kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 16, na tuweze kuombeana ili tuweze kupata ukombozi. Kwa hivyo ni vizuri kutii neno la Mungu na kufanya vile neno linatuambia. Tusifanye jambo ambalo haliambatani na neno la Mungu. Ni jambo gani linafanyika wakati tunaungama dhambi zetu? Unajua ni vyema kujua ni manufaa gani nitapata baada ya kuungama dhambi zangu. Kwa hivyo tusome Biblia katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa kwanza kwa mstari wa 9. Biblia inasema hivi, Yohana wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 9. Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Haleluya. Kitabu cha Yakobo tumeelekezwa jinsi ya kuungama dhambi. Tukaambiwa ni sisi kwa sisi. Tukiziungama dhambi zetu kama vile tumeelekezwa, yeye ni mwaminifu na wa haki. Unajua Mungu anatuona ndani yetu, anatuelewa sana ndani yetu. Yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu. Mstari wa 10 Biblia inasema tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Kwa hivyo Biblia imetuambia kwamba tukisema hatujakosea, tukijifanya wazuri, tuseme hatujakosea, tunamfanya Mungu wetu kuwa wa uongo, wala neno lake halimo ndani mwetu. Sisi ni wanadamu. Mungu ametuumba kwa udhaifu. Wengine wetu tumezaliwa katika uovu. Kwa hivyo hakuna jambo ambalo tunaweza enda kusimama tuseme ati sisi si wenye dhambi. Tukisema hivyo tutamfanya Mungu kuwa muongo. Kwa hivyo tukikubali kuungama dhambi zetu, Biblia imetuambia vizuri sana ya kwamba Mungu ni wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wetu. Tukikiri dhambi zetu, Mungu atatimiza ahadi zake juu ya maisha yetu, na tutaweza kuwa na maisha ambayo ni mazuri
maisha yaliyo na utukufu wa Mungu. Wacha tuone tunapokataa kuungama dhambi, ni jambo gani linafanyika katika maisha yetu. Hapa tumesikia tukiziungama yale mambo ambayo ni mazuri na Mungu atatufanyia. Wacha tuone sasa tusipo ziungama dhambi zetu ni nini itafanyika. Yohana wa kwanza mlango wa kwanza, barua ya kwanza ya Yohana mlango wa kwanza mstari wa 6. Biblia inasema ya kwamba tukisema ya kwamba tuashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli. Kwa hivyo hapa Biblia inatuonyesha kwamba hakuna vyenye tunaweza sema tunashirikiana na Mungu kama tunatembea gizani, kama mienendo yetu ni ya giza, matendo yetu ni ya giza. Biblia inasema ya kwamba twasema uongo wala hatuifanyi iliyo kweli. Lakini mstari wa 7 Biblia inasema bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zetu. Kwa hivyo ni vizuri kutembea katika nuru, tusikubali kutembea katika giza. Ni vizuri tutembee katika nuru ili tuweze kupokea ukombozi wa Bwana. Mstari wa 8 Biblia inasema tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukikosa kuungama dhambi zetu, tutakuwa tunajidanganya. Na unajua ni vibaya sana kujidanganya. Kama unajua kweli ya kwamba nisipoungama hizi dhambi zangu sitaweza kuokolewa, na unakaa hapa ukijidanganya ya kwamba ukizificha utaokolewa. Kwa hivyo Biblia imetuambia kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya, wala kweli haimo mwetu. Kwa hivyo sio vizuri kujidanganya, watu wa Mungu. Ni vizuri kukubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi na tuweze kuomba Mungu msamaha. Pia mstari wa 10 Biblia imetukumbusha ya kwamba tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo. Sijui kama unatafakari hili jambo. Kufanya Mungu aliyekuumba kuonekana mwongo, hilo ni jambo ambalo halifai, na hilo ni jambo ambalo ni mbaya sana, ambalo haliwezi letea mtu wa Mungu baraka katika maisha yake. Wacha tuone baada ya kuungama dhambi zetu tutapokea nini kutoka kwa Bwana. Kitabu cha Mithali 28 mstari wa 13. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwa hivyo tunapoungama dhambi zetu tunapata rehema, tunahurumiwa na Mungu kwa sababu ya kukubali kuungama dhambi zetu. Kwa hivyo ni vizuri kukubali kuungama dhambi zetu, tukubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi, na tukifanya hivyo Mungu ataachilia rehema zake juu ya maisha yetu, na tutaweza kuwa watu ambao wamekombolewa katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuone jambo lingine ambalo wacha tuone neno lingine katika kitabu cha Zaburi. Zaburi mlango wa 32. Zaburi 32 mstari wake wa 1, mstari wake wa kwanza. Biblia inasema kwamba heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Mstari wa 2, heri Bwana asiyemhesabia upotovu, ambaye rohoni mwake hamna hila. Mstari wa 3, niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Si unaona? Unaponyamaza mifupa yako inachakaa.
tunaponyamaza mifupa yetu inachakaa kwa kuugua. Lakini Biblia imetuambia hapo mstari wa kwanza ya kwamba heri aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa yake. Kwa hivyo ukishasamehewa dhambi zako, wewe utakuwa mtu mwenye heri. Utakuwa mtu mwenye hana matatizo, mtu mwenye hana wasiwasi, mtu mwenye anasimama imara bila kuogopa, bila kusumbuliwa na dhamiri yake, kwa maana umeshasamehewa dhambi zako. Kwa hivyo tushikanishe na Zaburi 51. Zaburi 51 mstari wake wa 12. Biblia inasema hivi: unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kwa hivyo tunapomaliza kuungama dhambi zetu, furaha ya wokovu wetu tunarejeshewa. Tunarejeshewa hiyo furaha ya wokovu wetu, na Mungu anatupa mioyo iliyo na upendo wa kumtii, wa kuwa mtiifu kwake, mioyo ambayo haisukumwi. Unajua, wakati uko na dhambi ndani yako, ukijaribu kwenda kutii mapenzi ya Mungu, ile dhambi inakusukuma. Unasikia ndani yako unahukumika. Ukijaribu kwenda kutenda jambo mbele za Mungu, unasikia dhamiri yako inakuambia hufai, kwa maana kuna dhambi umetenda, kwa hivyo hustahili mbele za Bwana. Kwa hivyo yale mawazo ya kuwa mwenye dhambi yanakusukuma kwa hukumu, yanakuhukumu sana. Lakini unapookolewa, unapata ile roho sasa ambayo inapenda yenyewe bila kusukumwa, na inapenda kutii Mungu bila kusukumwa. Kwa hivyo ni vizuri sana kuungama dhambi na kukubali, ili tuweze kurudishiwa furaha ya wokovu wetu. Wacha tuone wale nao ambao hawataki kuungama dhambi zao, ama tuone wale ambao wanasikia kama hawaambiwi vizuri wakati wanaambiwa wakiri dhambi zao, ama wakati wanahubiriwa ama wanafundishwa neno la Mungu, wanasikia ni kama wanakosewa wakati wanarekebishwa. Tuangalie Mithali, kitabu cha Mithali 29 mstari wa kwanza. Mithali 29 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla, wala hapati dawa. Unajua, kuna mtu ambaye akijaribu kunenewa na neno la Mungu anakausha tu shingo. Biblia imesema ya kwamba unapoonywa mara nyingi na unakausha shingo yako, utavunjika ghafla, wala hutapata dawa. Kwa hivyo ninapojaribu kunenea hili neno, ukizidi kukausha shingo yako, unaona kama unainukiwa, lakini sio kuinukiwa, unajaribu kusaidiwa. Na Biblia inasema ukizidi kukausha hiyo shingo, hutaki kusikia huu kweli, utavunjika ghafla, wala hutapata dawa. Kwa hivyo ni vizuri mtu wa Mungu kuweza kusikia hili neno la Mungu, na usisikie kama unakwazika, ukubali kulisikia hili neno na litaweza kukusaidia. Katika Mithali 12, katika Mithali 12 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Kwa hivyo mtu anayependa kufundishwa anapenda kuwa na maarifa zaidi, anapenda kuwa na hekima zaidi. Lakini yeye anayechukiwa kulaumiwa, yani unataka utende jambo baya, lakini usiulizwe, usiongeleshwe, usiambiwe hata neno la Mungu linasema aje. Biblia inasema huyo mtu ni kama mnyama. Mtu ambaye ni kama mnyama ni mtu ambaye hawezi
saidika. Mtu ambaye ako na ukali, mtu ambaye hana akili ya ubinadamu, hivyo ndivyo Biblia imesema. Yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kwa hivyo ni vizuri unapopata lawama, ni vizuri kujiangalia na kujirekebisha. Usipingane sana na ukue kama mnyama. Unajua mnyama hawezi karibiwa. Kwa mfano ukipatana na simba, huwezi enda kuongelesha simba umwambie tafadhali simba niondoke, rudi kwa msitu. Simba ni mnyama na atakurarua. Kwa hivyo unapochukia kulaumiwa, wewe unakuwa kama mnyama. Na ukishakuwa kama mnyama, wewe hutaweza kusaidiwa. Mnyama utaleta ukali, na sasa ile njia hata wanadamu wanaweza deal na wanaweza perekana na wewe ni ile njia ya unyama. Na liposa unaona kuna mtu ambaye anakuwa amenaswa katika uovu. Kwa mfano, mtu amekuwa mwizi kwa miaka mingi. Anajaribu kuambiwa fulani, wachana na wizi, wacha kuiba, ukishikwa utauawa. Yeye hataki kulaumiwa. Anakuwa kama mnyama, anaendelea kuimba. Wakati atashikwa hakutakuwa na maneno. Atapigwa kama mnyama na aweze kuuawa. Kwa hivyo mtu wa Mungu ni vizuri kukubali kulaumiwa. Unapokuwa umenaswa katika dhambi, kubali kulaumiwa ili uweze kupata wokovu. Kwa hivyo watu wa Mungu, tusikubali kuwa vichwa ngumu. Tusikubali kuwa mang'aa. Wacha tukubali kuwa wanyenyekevu. Tuweze kukiri dhambi zetu, tuweze kuungama dhambi zetu. Wale tulio kanisani, tusijifanye wazuri sana. Tusijifanye wazuri. Tuone kama wale wengine ambao hawajaokoka ndio wako na dhambi. Ni vizuri hata sisi tuliookolewa na Mungu tukubali kunyenyekea. Tukubali kunyenyekea na tuambie Mungu pia aweze kutusamehe dhambi zetu ambazo tunafanya kila siku, hata hizo za kuhukumu wengine. Unajua kuhukumu mwingine ni dhambi. Kwa maana Biblia imetukataza kuhukumu wengine. Kwa hivyo tusikubali kuhukumu wengine. Tukubali kuomba msamaha kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Pia wewe ambao uko hapa unanitazama na hujampatia Yesu maisha yako, usikubali kukausha shingo sana. Usikausha shingo sana. Unajua mwili huu utaachwa hapa duniani. Mwili huu ambao Mungu amekupatia, ambao haukupei nafasi uweze kupeana maisha yako kwa Mungu. Huu mwili utaachwa hapa duniani. Roho yako ndio itarudia Mungu aliyeiumba. Mungu aliyeiweka ndani ya huo mwili. Kwa hivyo ni vizuri kujua kwamba usidanganywe na huu mwili. Huu mwili hautaenda katika hukumu. Huu mwili utazikwa kwa mchanga. Roho yako ndio itaenda kwa kesi, kwa hukumu ya Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni vizuri tuache kukubali huu mwili utuletee malingo, utuletee kiburi. Huu mwili umefika mahali pake. Huu mwili ukimaliza kazi yake utapumzika hapa. Roho yako irudie muumba wako. Kwa hivyo mwanadamu usiseme ya kwamba ukikufa umepotea. Ni mwili utakufa, lakini sio wewe utakufa. Roho yako itamrudia Mungu, igojee hukumu. Kwa hivyo tukubali kunyenyekea, tukubali kukiri dhambi zetu, na tukikiri dhambi zetu, tukiungama dhambi zetu, Mungu atatuhurumia, tutapata rehema za Mungu, tutapata wokovu wa Mungu, na tutapata hata kuhurumiwa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa mbinguni kwa ajili ya neno lako. Neno lako limetunenea kwamba Bwana, tukikiri dhambi zetu Bwana, tutapokea rehema zako. Tuomba Bwana usaidie kila mmoja wetu ambaye anasikiza Bwana, aweze kuelewa hili neno na ajue ya kwamba Mungu unamhitaji sana, aweze kukutumikia, aweze kuishi maisha ambayo ni matakatifu, maisha ambayo ni ya kukupendeza katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tuomba mapenzi yako yatendeke juu ya wasikilizaji wangu wote na pia juu ya maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Katika kila jambo Bwana utakalolifanya kwa maisha yetu, tuomba Bwana uweze kujitukuza, nazo sifa na shukrani zikurudie, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Kwa hivyo watu wa Mungu, mbarikiwe sana na muwe na wakati mwema mnaposikiza hili neno. Pia weza kutumia jirani yako, weza kushare hili neno
ili hata rafiki yako aweze kusaidika, na sifa na utukufu wote zimrudie Mungu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Barikiwe sana na muwe na wakati mwema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rural Gospel Impartation, restoring souls to Jesus. Rural Gospel Impartation, restoring souls to Christ.